Leo tutazungumzia mbinu za kisaikolojia za kuwa na ushawishi mkubwa kwa watu. Mbinu hizi zinatokana na kanuni za 48 Law of Power ambazo zinaelezea jinsi binadamu wanavyofikiri na wanavyoishi. Lengo la somo hili si kuwaumiza watu au kuwadanganya, bali ni kujua namna ya kuishi na watu kwa akili. Dunia ina watu aina nyingi, na ili ufanikiwe lazima ujue jinsi ya kuzungumza nao, kuwaheshimu na kujilinda kisaikolojia. Ushawishi mkubwa unaanzia kwenye akili yako na namna unavyojiona wewe mwenyewe. Okay, lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Asa, mbinu ya kwanza inaitwa sikiliza zaidi kuliko kuongea. Watu wengi wanapenda kuzungumza lakini hawapendi kusikiliza. Ukijifunza kusikiliza kwa umakini, unakuwa tofauti na wengine. Unapomsikiliza mtu unajua shida zake, malengo yake na hisia zake. Hii inakupa uwezo wa kuwasiliana naye kwa njia inayomgusa moja kwa moja. Mtu anayesikiliza huonekana na hekima na busara. Ndio maana viongozi wakubwa huongea kidogo lakini husikiliza sana. Kusikiliza ni silaha ya kwanza ya ushawishi. Sasa kwenye ushawishi, jambo la muhimu sana ambalo watu wengi wanakosea ni kuongea sana kuliko kusikiliza. Unapomsikiliza mtu unaonekana na busara na unamsamini. Kwa sababu kisaikolojia sisi tunapenda watu ambao wanatusikiliza. Na mtu anapogundua unamsikiliza anakuwa tayari kushirikiana na wewe, kwa sababu anakuwa anajua kwamba unamuelewa na unajua hisia zake. Sasa unapokuwa unaongea na mtu usimkatize. Anapokuwa anakuelezea jambo fulani usimkatize. Na jifunze kusikiliza kwa makini. Sio kwamba unaanza tu maongezi unalopoka nawe hapo unapayuka. Hapo huyo mtu atajilinda zidi yako na hata kuwa na uhuru wa kuongea na wewe. Lakini anapogundua kwamba wewe unamsikiliza, moyo wake utafunguka na atakuwa tayari kushirikiana na wewe. Lakini unapokuwa unamsikiliza mtu, utajua namna gani utamsaidia, kwa sababu utaelewa shida zake, hisia zake, namna anavyofikiri na changamoto anazopitia. Kupitia kumsikiliza ndio utaelewa. Kwa sababu wengi wanakosea, anaongea zaidi kuliko kusikiliza. Unapokuwa unaongea zaidi unaweza kujikuta unaongea hata vitu ambavyo hutakiwa kuviongea na ukavifichua kwa mtu. Lakini ukisikiliza utajua zaidi nini hasa kinachoendelea kwa huyo mtu na utajua namna gani ya kumsaidia. Kwa hiyo njia nzuri ya kwanza kabisa ya nguvu ya kisaikolojia ni kusikiliza kuliko kuongea. Na unapokuwa unamsikiliza mtu, jitahidi unakuwa makini, unamwangalia usoni, unakuwa labda unamuuliza hata maswali ya kuonesha kwamba labda unamsikiliza zaidi. Kwa mfano labda unamwambia kwamba umesema hivi, au unarudia sentensi yake ambayo amesema mwishoni kwa ufupi kwamba aha, au unaguna yani hivyo unaonesha kwamba mtu unamsikiliza na anakuwa huru kufunguka zaidi. Lakini ukiwa unaongea na mtu wewe unataka tu akusikilize yeye, hapo hauwezi kuwa na ushawishi ndani yake. Na ndio maana viongozi wengi huwa wanasikiliza zaidi. Anatoa pointi hapo baadaye anasikiliza, kwa sababu kwenye kusikiliza utajua mambo mengi zaidi kuliko vile unavyokuwa unaongea. Lakini mbinu ya pili inaitwa usionyeshe kila kitu kuhusu wewe. Usijielezee kupita kiasi. Ukimwaga siri zako zote kwa kila mtu, watu wanakujua kirahisi na watapunguza heshima kwako. Lakini ukiwa mtu wa kiasi, watu wanabaki wanakutafakari. Hii inajenga heshima na hofu ya ndani. Mtu ambaye sio rahisi kusomeka huwa na nguvu ya kisaikolojia. Si kila anayejua tabasamu lako anapaswa kujua mawazo yako. Sasa changamoto kubwa ya watu wengi wanakosa ushawishi kwa sababu wanaelezea mambo yao yote. Unakuta mtu anakuelezea mambo yake ya familia, na unakuta mtu anakuelezea mipango yake, maisha yake. Changamoto ni hii, unapomwelezea mtu mipango yako, akiona labda ni mipango mikubwa, anaweza kupata wivu au anaweza kukuona labda wewe hujui namna ya kupanga mambo vizuri. Kwa hiyo itakuvunjia heshima yako. Au unaweza kuelezea labda mfano wa familia yako, labda mke wangu ananisumbua, watu wataanza kuona tofauti, huyu naye anasumbuliwa na mke wake. Lakini kama usipoelezea, watu hawawezi kujua hayo mambo. Kwa hiyo mbinu ya kisaikolojia ushawishi ambayo ina nguvu kubwa, jifunze kutofautisha mambo ya kuzungumza na ambayo hujazungumza. Na unapokuwa hujazungumza mambo yako mengi, watu kisaikolojia huwa wanapenda sana kutafuta vile vitu ambavyo vina thamani. Na unapokuwa hujaweka siri zako zote, unakuwa unaonekana na thamani zaidi na unakuwa na heshima kwa watu. Kwa hiyo watu watakuwa na tamani zaidi kujua kuhusu wewe. Lakini kama ukiwa wazi, watu watakuwa hawatamani kujua zaidi kuhusu wewe na hutakuwa na ushawishi zaidi yao. Kwa angalia mambo ya kusema, mipango yako, maneno yako. Jaribu kutenganisha vitu vya muhimu vya kuzungumza kwa ujumla na vile vitu ambavyo vinaishi
vitu vyako vya maisha yako binafsi. Hivyo vitu usiviseme kwa watu, lakini vile vitu vya ujumla unaweza ukavisema. Kwa hiyo usionyeshe kila kitu kuhusu wewe, kwa sababu watu wakisha kujua wanakuvunjia heshima na baadaye unakuwa hauna ushawishi ndani yao. Lakini mbinu ya tatu, jenga taswira yako kwa umakini. Watu hukumu kwa wanachokiona kabla hawajakuuliza wewe ni nani. Muonekano wako, sauti yako na jinsi unavyotembea vina ujumbe. Ukiwa na muonekano wa kujiamini, watu wanaanza kuheshimu hata kabla hujaongea. Taswira yako ni kama alama yako. Ukijionyesha mtu wa thamani, watu watakuona kama mtu wa thamani. Na ushawishi huanza kwa namna unavyojionyesha kwenye dunia. Sasa mbinu nyingine ya ushawishi mkubwa ni kujenga taswira yako kwa umakini. Namna unavyovaa, namna unavyoongea. Unakuta mtu anaongea kupayuka, anakuwa na hasira za hovyo. Watu watakuona kama ni mtu ambaye huwezi kujidhibiti kihisia. Kwa hiyo watakuona kama ni mtu ambaye hujakomaa kiakili. Kwa hiyo watakushusha kwenye viwango vya heshima. Lakini pia namna unavyovaa, uko unavaa vibaya, uko lafulafu, watu watakuona kwa muonekano tofauti na watakuona kama wewe hujui kujisimamia. Lakini ukivaa vizuri, ukawa na muonekano mzuri, unatembea vizuri kwa kujiamini, umenyooka vizuri na sauti yako unaongea vizuri kwa utulivu, sio kwa papara, watu watakuona kama ni mtu ambaye una heshima na una busara. Kwa hiyo watakuwa zaidi kushawishika na wewe, kwa sababu kisaikolojia sisi watu au binadamu tunajaji zaidi kwa kuona kuliko kusikiliza na kusoma. Kwa hiyo vile unavyoonekana, watu wanaweza kukujaji hata kabla hujawaambia. Namna unavyovaa, namna unavyokaa, namna unavyoongea na watu vina nguvu kubwa sana ya kujaji wewe. Kwa hiyo jitahidi sana unapoongea na watu, jitahidi usiongee kama mtu ambaye hajui anachokiongea, yani usikubayuke, lakini vaa vizuri, kaa kwa mpangilio mzuri, uwe na utulivu. Hapo watu wanaweza kuona ni mtu mwenye busara na heshima, na hapo watakuwa na ushawishi zaidi, utapata ushawishi zaidi kutoka kwako, kwa sababu wataona ni mtu ambaye unajielewa na unajua mipaka yako na una ukomavu wa akili ya kisaikolojia. Lakini mbinu ya 4 ni nguvu ya utulivu. Hasira ni dalili ya udhaifu wa kisaikolojia. Mtu anayekasirika haraka huonekana hawezi kujidhibiti, lakini mtu mtulivu huonekana ana nguvu ya ndani. Unapodhibiti hisia zako, unaonyesha kuwa wewe ndiye unaongoza hali, si hali inakuongoza. Utulivu hukupa muda wa kufikiri kabla ya kuamua, na mtu anayefikiri kabla ya kuamua huwa na ushawishi mkubwa. Hasa kisaikolojia, mfano ukionekana huna utulivu na hasira, una hofu, unahangaika, watu huwa wanashindwa kuamini, kwa sababu watu wanaamini watu wale ambao wanaweza kudhibiti hisia zao, wanaonekana kama wamekomaa kiakili. Kwa hiyo ukionekana labda kitu kidogo tu unaanza kuhangaika, unapata hofu, watu watakuona kama bado hujakomaa kiakili na huwezi kujitawala hisia zako. Unakuta unaambia kitu kidogo tu unakasirika. Na hasira mara nyingi dalili ya udhaifu, kwa sababu kwenye hasira unaweza kuongea hata vile vitu ambavyo ulikuwa hujapanga, na wengi wamepoteza sana kazi au wamepoteza mahusiano kwa sababu ya hasira. Kwa hiyo ukiweza kujitawala hisia zako, utaonekana na nguvu kubwa na watu watakuwa na ushawishi mkubwa kutoka kwako. Na hii mbinu ya kisaikolojia ya nguvu ya utulivu, jifunze kudhibiti hisia zako. Unapokuwa na hofu, chukua hatua, angalia namna gani unaweza kufanya. Unapokuwa unahangaika, kaa kidogo, tulia, angalia kipi sahihi cha kufanya. Lakini usionekane tu ni mtu wa kuhangaika, wa hasira, watu watashindwa kukuamini na utakuwa hauna ushawishi tena juu yao. Lakini mbinu ya 5, elewa kila mtu anataka nini. Kila binadamu ana kitu anakitamani. Wengine wanataka heshima, wengine wanataka kusifiwa, wengine wanataka pesa, na wengine wanataka usalama. Ukijua mtu anataka nini, unajua jinsi ya kuzungumza naye. Na hii ndio siri ya ushawishi. Usimlazimishe mtu afuate unachotaka wewe, bali elewa anachotaka yeye, kisha unganishe na unachotaka wewe. Sasa hii pia ni mbinu ya ushawishi ambayo ni ya muhimu sana, ya kwamba elewa kila mtu anataka nini. Kila binadamu ana kitu chake anachohitaji. Wengine wanataka kusifiwa, wengine wanataka pesa, wengine wanataka usalama, wengine wanataka kuheshimiwa. Sasa ukijua mtu anataka nini, unajua namna gani sasa utaendana naye. Na mara nyingi watu kisaikolojia wanapenda kupata faida wao kuliko wewe mwenyewe. Yaani ukionyesha kwamba kitu wanapata faida wao, inakuwa ni rahisi zaidi. Ukimwambia mtu kitu kwamba tufanye hivi na hivi kwa sababu kitakuwa na faida kwako, kwa maisha yako baadaye, inakuwa ni rahisi zaidi kumshawishi kuliko kuonyesha faida yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo jua mtu anataka nini.
Kama anapenda kusifiwa, kuna watu wanapenda kusifiwa, mpe sifa yake. Kama mtu anapenda wengine wanapenda pesa, kama una uwezo wa kumpatia, hivyo inakuwa ni rahisi kukuelewa na kushawishika na wewe. Na wengine wanataka usalama, mwingine hapendi hofu, hapendi makelele. Elewa, usimlazimishe unachotaka wewe kifuate. Jitahidi uelewa anachokitaka. Alafu kwenye kile ambacho anakitaka unaweza kuunganisha na wewe unachokitaka. Hapo anakuwa anakuona kama wewe ni mwenzake. Lakini ukimlazimisha afuate cha kwako tu, inakuwa sio rahisi na atakupinga daima. Lakini mbinu ya 7, usijifanye unajua kila kitu. Mtu anajifanya anajua kila kitu hufanya wengine wajisikie wadogo, lakini mtu anayewauliza wengine mawazo yao huwafanya wajisikie muhimu. Na binadamu anapojisikia muhimu anakuunga mkono. Kuuliza maswali ni mbinu ya ushawishi, inaonyesha heshima, busara, na kiongozi mzuri ni yule asiyetoa amri, si yule anatoa amri, bali ni yule anayesikiza mawazo ya wengine. Sasa hii mbinu nyingine ya ushawishi ambayo inasema usijifanye unajua kila kitu, inatufundisha kwamba binadamu huwa hawapendi kuonekana wajinga au wadogo, kwa sababu ukionekana unajua kila kitu utamfanya mwenzio ajione kwamba yeye hajui au hana thamani au ni mjinga. Unaona, sasa watu huwa hawawezi kuheshimu kwa sababu hawapendi kuonekana wao hawajui. Kwa jitahidi usijionyeshe unajua kila kitu, kwamba hichi kitu mimi nishakifanya kazi kitakuwa hivi hivi. Lazima ujue namna ya kuishi na watu. Watu wanapenda sana kisaikolojia, watu wanapenda sana kuonekana na wewe pia wao pia wana thamani na wenyewe wanajua. Sasa unapoonyesha kwamba wewe unajua kila kitu, wao wataonekana wajinga, kwa hiyo hawatakuwa tayari kushirikiana na wewe. Lakini ukiamua kushirikiana nao vizuri kwa kuonyesha pia na wao wanaweza kutoa maamuzi, inakuwa ni vizuri zaidi. Na njia nzuri ni kuwauliza maswali. Unaweza kuwaambia, nyie mna maoni gani? Mnaonaje kuhusu swala hili? Inakuwa ni rahisi zaidi kushirikiana na wewe kwa sababu wanakuwa wanajiona kwamba pia na wao wana nafasi ya maamuzi kwako. Lakini unapokuwa unasimamia tu kwamba mimi nimeamua hivi na itakuwa hivi, inakuwa sio nzuri. Na kiongozi mzuri si yule anayetoa amri kila wakati, yule ambaye anasikiza pia. Kwa sababu unapokuwa unajifanya kila kitu unajua, kuna watu wanajifanya mimi kila kitu naelewa, mimi kila kitu naweza kufanya, hapo unakuwa hauna ushawishi na unapoteza nguvu ya ushawishi na uwezi kushirikiana na watu vizuri. Kwa hiyo jitahidi usijionyeshe kwamba unajua kila kitu. Na njia nzuri ya kujionyesha haujui kila kitu ni kuuliza maswali, kwamba hili unalionaje au hili waga linafanyikaje. Unaonekana una hekima na busara zaidi kuliko ile hali ya kujifanya mimi najua kila kitu au hichi kinafanyika hivi. Watu watajilinda dhidi yako. Lakini mbinu ya 8, chagua vita vyako kwa akili. Si kila jambo linahitaji mabishano. Wakati mwingine kunyamaza ni nguvu. Ukipigana kila hoja, watu watakuona kama mtu wa ugomvi, lakini ukichagua ni wapi uongee na wapi unyamaze,